Kwa majina naitwa Joseph Simon kutokea hapa Mvuti. Kiuhalisia kabisa ushirikwaji kwenye maendeleo ya vijana ni upo, lakini ni mchache kwa upande wetu. Au sijajua kwa baadhi ya sehemu, lakini kiuhalisia kama maeneo ya huku kwetu pembezoni mwa mji, labda kwetu sisi vijana ushirikishwaji ni mdogo. Hatujajua changamoto ni nini, lakini kiuhalisia ushirikishwaji ni mdogo kwa sababu baadhi ya viongozi waliopewa hizo nyaraka za kutuelimisha sisi vijana kutambua uwepo wetu na hizo kazi, au watushirikisha au watutembelei wakatupa elimu kupitia ushirikishaji wa vijana. Ila kama sisi au baadhi ya vijana ambao tunaishi maeneo ya huku, asilimia nyingi ikiwemo pamoja na mimi, sijawahi kukutana na fursa kushirikishwa kwenye maendeleo yetu sisi vijana kama vijana. Hii inasababishwa na wenyewe viongozi, na nikasema hivyo kwa sababu kuna viongozi ndio wamepewa hizo nyadhifa za kutushirikisha sisi vijana kwa nyanja mbalimbali, labda kwenye biashara, ajira ndogo ndogo, lakini hiyo huwa baadhi ya viongozi hawaifanyi ambao wamekabidhiwa hiyo kazi ya kushirikisha vijana, kwa sababu sisi kama vijana hatujui hizo nyanja zinapatikana wapi. Viongozi wenyewe wanatakiwa watoke, watembee, watoe fursa, waelimishe kwa jamii mzima, sio vijana tu. Mimi nahisi hata baadhi ya watu wengine hawajawahi kukutana na hizo elimu za ushirikishaji wa jamii. Maana unaweza kusema vijana, lakini muda mwingine kuna baadhi ya sehemu nzima ni jamii mzima haielewi maana ushirikishaji wa vijana. Ila sisi au mimi binafsi yangu sijawahi kukutana nayo, lakini nilikuwa natamani siku moja au muda wowote viongozi au taasisi yoyote itutembelee vijana kwa nchi mzima, sababu tunakutana na changamoto nyingi, kwa sababu tunahitaji ajira, kazi. Kuna baadhi ya vijana tumesoma au wamesoma, kuna wengine elimu hatuna, au kuna wengine hao elimu hawana. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji elimu ya ajira au ushirikishwaji ili tupate fursa mbalimbali katika jamii, kwa sababu kuna baadhi ya watu vijana wapo utawana kazi yoyote, wengine wana elimu au wengine elimu hawana. Kwa hiyo natakiwa mtu ushirikishwe. Kama mwenye elimu ujue elimu yako unaitumia vipi, kwa mtu ambaye hana elimu ajue anaelimishwa vipi ili aweze kujiendeleza kimaisha. Kwa hiyo nilikuwa naomba viongozi ambao wamepewa dhamana ya kuelimisha jamii au vijana watutembelee baadhi ya maeneo. Mfano kama sisi huko maeneo ya kwetu Chanika hatutembelewi baadhi ya nao viongozi au watu ambao wamepewa hiyo dhamana ya kuelimisha vijana. Kwa nilikuwa naomba kama wanatusikia, wanatuona, basi wapite kutoa elimu ili tufaidike na hizo ajira. Kusuala mikopo, hapana, hajatufikia, lakini nasikia tu kuna mikopo ya vijana inatolewa. Sijajua ni asilimia ngapi, lakini nasikia kuna mikopo ya vijana inatolewa. Sasa sijajua mikopo ya vijana inatolewa kwa sifa zipi, kwa sababu mimi sijawahi kukutana nayo au sijawahi kukutana na elimu hiyo ambayo inazungumzia hivyo. Ila huwa nasikia tu kwenye labda kwenye vyombo vya habari na nini, lakini sijawahi kufuatilia. Lakini nasikia kwamba kuna mikopo ya vijana. Sasa sijajua inatolewa kwa vigezo vipi, lakini mimi binafsi yangu sijawahi kukutana nayo. Wito wangu kwa serikali, naomba watengeneze fursa kwa vijana. Najua fursa zipo, lakini hazitoshi, kwa sababu kila kijana ana namna yake ya kupata fursa. Kuna watu nimezungumza hapo nyuma, kuna watu ambao hawajasoma wanahitaji ajira, na kuna watu ambao wamesoma lakini kujiendeleza wanashindwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali, kama kutakuwa na uwezekano, basi watembelee vijana, watupe hizo fursa. Kupo baadhi ya vijana wapo ambao hawana kazi. Mimi ni dereva bodaboda, lakini siwezi kufanya maisha yangu yote. Nahitaji niwe nabadilika kutokana na wakati. Kwa jina naitwa Bashiru Kasim Zuberi. Katika mtaani, katika masuala ya maamuzi, katika ngazi za uongozi, katika vijana kidogo iko chini, kutokana na vijana wengi huwa wamewekwa nyuma katika masuala ya maamuzi, hususan watu wale kidogo umri wao au wazee ambao umri wao kidogo umeenda, huwa mara nyingi hutumika katika kufanya maamuzi, huku vijana wanatumika katika kundi kidogo la nyuma. Hii kidogo huleta athari kidogo, vijana hujihisi wametengwa, na pia kutopenda masuala mbalimbali ya uongozi, kutokana na wakiamini kwamba vijana hawana fursa au wanatengwa kiuhalisia. Hivyo kama mdau au mshauri wa mambo haya, ningependa vijana wapewe fursa nao katika kufanya maamuzi mbalimbali katika uongozi. Kwa hiyo naamini taifa lolote huwa halijengwi na kundi moja la watu, bali ni mchanganyiko wa watu, wazee na vijana. Hii italeta maendeleo na mawazo tofauti. Maana naamini kwenye wengi na mkusanyiko wa watu mbalimbali, mambo mengi mazuri hutokea.
mapinduzi ya vijana inasababishwa na nini? Vijana wao ni mdogo au ni tamaduni ambayo ipo tu katika jamii? Yani kutoshirikishwa kuna mambo tofauti huwa yanalenga katika jamii. Moja ya mambo ambayo vijana huwa wanaamini kwamba baadhi ya vijana huwa wana uuni pia elimu. Wengi wao wanaamini kwamba vijana wengi huwa hawazingatii masuala ya uongozi, huku wakiamini kwamba wazee ambao kidogo mnao umeenda au wale bado wenye umri kidogo mkubwa huwa ndio wenye busara na kufanya maamuzi. Lakini pia vijana mimi naamini huwa tunatamani sana kushirikishwa, kwani mawazo huwezi jua leo kichwani mwa mtu. Maana mtu mwingine anaweza akawa na mawazo lakini anashindwa jinsi gani kuifikisha katika ngazi kidogo ya uongozi. Pia naamini kama wakipewa fursa na wakaaminiwa, vijana naamini wanaweza. Masuala ya mikopo ya 10% pia kuna changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza huwa ni baadhi ya viongozi huwa hujali kwanza maslahi yao binafsi, na huwa kupendekeza baadhi ya majina ni watu ambao wapo karibu nao bila kujali watu wenye uhitaji. Pia changamoto ya pili ni mikopo hii ya 10% mara nyingi imejikita sana kwa jinsia moja, ni imelenga sana kwa wanawake, huku wanaume wakiachwa mbali na kutoshirikishwa mara nyingi katika upataji wa huu mikopo. Sasa hii huleta kidogo changamoto, maana kwenye changamoto si jinsia ya kike tu, bali ningependa watu wote washirikishwe. Mwenye changamoto basi naye apatiwe ili kuweza kujikimu kimaendeleo na kusonga mbele. Maana maendeleo si ya upande mmoja. Ni kweli ushauri wangu au wito wangu kwa serikali, naomba wazidi kutoa elimu katika jamii. Maana elimu mimi naamini itawainua watu wengi na itawafahamisha watu wengi katika kushiriki katika maendeleo ya mambo tofauti ya kimaendeleo. Kwani watu wengi wamekosa elimu na huku wakijiaminisha mambo ambayo mengine hayana ukweli. Lakini kama elimu itatolewa, naamini kila mtu atakuwa muelewa na kufuatilia nini au kipi anatakiwa kufanya na kitampushi ili aweze kwenda mbele kimaendeleo. Kwa sababu vijana wengi wa sasa hivi wengi, yani hususan hapo, nadhani wewe mwenyewe umetembea hapa hivi kwenye jamii yetu hapa, wengi wanajihusisha na masuala ya ubakaji, uhuni, wanavuta bangi. Kwa serikali au viongozi waliopo kwenye madaraka wanaona ni kazi kumshirikisha, wanaona kwamba hawezi kuchangia mada ambayo inaeleweka kwa sababu ya ukorofi walionao. Ni kweli vijana ndio nguvu kazi, yani kwa hali yoyote ile vijana ndio kila kitu, ndio tegemeo la taifa la kesho. Na sisi ndio inabidi tuelimishwe ili tuweze kutambua kwamba kesho yetu inakuwaje. Tuachane na mambo ambayo hayahusiki, yani sio mazuri kwetu. Tuende kwenye hatua ambayo itatusaidia sisi kama vijana ili tuweze kujenga taifa letu. So serikali inahitaji iweke nguvu kubwa kwa makundi ambayo sio mazuri, ambayo vijana ambao wamejiunga nayo, hasa wale ambao wanadiriki kuingia kwenye makundi ya kuvuta bangi. Tunaangalia sana ni wengi vijana wa sasa hivi unakuta katoto, yani mtoto ana darasa la 7 tu, na ukitembea mtaani unakuta na kuvuta bangi. Kwa hiyo ni hapo tunapoteza nguvu ya taifa kwa vijana. Kwa wito wangu, naishauri serikali iwekeze nguvu hususan makundi ambayo yanaanza kuharibika mashuleni, kuanzia primary, sekondari na vyuo. Iweze kuweka elimu kuhusiana na madawa ya kulevya. Sana vijana, yani tunapoteza vijana wengi wanaoenda kwenye makundi ambayo sio mazuri, wanaingia kwenye makundi ya kuvuta bangi, kuona kwa sio mazuri. Kwa serikali ingeanzia chini. Unajua siku zote msingi unaanzia, tunaanza kujenga msingi, tunaenda juu. Hauwezi kuanzia juu na kuja huku. Kwa ambao wameshaanza na nilisa hivi, ambao wameshaingia kwenye makundi, kuja kuwashauri mpaka aingie ni kwenye mstari ambao upo sahihi, sio leo. Kwa hiyo serikali ianzie ngazi ya chini, kuanzia primary, sekondari, inawashauri vijana bana kujiunga na makundi ambayo sio mazuri. Ni hatari, kwa mfano ni hatari kwa afya yako.